Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 12 katika mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote mliopata neema ya kuabudu pamoja nasi hapa, na ninawakaribisha wote nyumbani mwa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu, na ninakukaribisha katika darasa la dakika 40. Asubuhi ya leo tuna mada yetu ya Kwaresma hii, kutoka msimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. From season to reason. From season to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Wapendwa wa mabibi na mabwana, tunalo bango letu la dhima yetu ya mwelekeo wetu wa somo, na spirit yetu ya somo ni juu ya falsafa ya maneno mawili, msimu na kusudi. Msimu na kusudi, yaani seasons and reason, falsafa na theolojia yake, na ya kwamba maisha ni mzunguko, ni mduara ambao una misimu mbalimbali uliobeba kusudi katika maisha ya mtu. Na asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu la jana ambalo tulianza juu ya misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Abraham's season and reason. Abraham's season and reason. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 12 mstari wa 1 mpaka wa 9, na tafadhali nitawatangulia kusoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 1 mpaka wa 9, na mimi ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akachukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa navyo, walivyokuwa wamejipatia hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni mwa More, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Jehova mfalme wa amani, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala
katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Asante kwa ajili ya asubuhi hii na siku hii ya 12 ya mafungo ya watoto wako. Bwana, ninakushukuru kwa sababu unalituma neno lako, nalo halitakurudia bure, nalo litatimiza na haja na makusudi yake. Basi wabariki watu wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, useme na mioyo yetu, umwadhimishe na Roho Mtakatifu katikati yetu, ili tujue vyema itupasavyo na kufahamu na maandiko. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mabibi na mabwana, huu ni mwendelezo wa somo letu la jana. Jana nilikuwa na pointi 2 na niliongea pointi 1, na kwa sasa tunaendelea na pointi ya pili au hoja ya pili. Na katika somo ambalo nimesoma tunazo hoja za kimaudhui, hoja za kitheolojia na kifalsafa. Hoja za kimaudhui ambazo ningependa asubuhi ya leo tuziangalie. Na hoja hii ni ile ya pili ya jana ambayo sikuizungumza. Na kama unaandika leo, basi unaweza ukaandika hoja ya kwanza, uwe baraka. Uwe baraka na uwe baraka na uwe baraka. Be a blessing. Be a blessing na uwe baraka na uwe baraka. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 12 mstari wa 2. Hicho kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 12, Biblia inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Na Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakubariki, lakini kiwango cha baraka ya kwako ni wewe kuwa baraka. Ni wewe kuwa baraka. Nawe uwe baraka. Be a blessings. Mabibi na mabwana, katika sala ya Baba yetu kila siku, mahali popote ambako tunaendesha ibada, tunapoomba Baba yetu uliye mbinguni, lakini jina lako litukuzwe, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa maana ya kwamba kuna watu ambao Mungu anapitisha riziki katika mikono yao, ni baraka kwa wengine. Na hapa ninataka kuzungumza mambo machache. Jitahidi katika maisha yako uwe baraka. Jitahidi katika maisha yako uwe baraka. Uwe baraka. Na kuna watu wanaoomba na kutafuta baraka ila hawataki kuwa baraka. Yaani unaweza ukatoa na sadaka, unaweza ukawa umeokoka, unafanya maombi na unautafuta uso wa Mungu na unataka baraka za Ibrahim. Lakini baraka za Ibrahim ni pamoja na wewe kuwa baraka. Mungu anamwambia Ibrahim, nawe uwe baraka. Na katika maisha yako jitahidi kila mara uhakikishe kuwa umekuwa baraka. Hakikisha kuwa umekuwa baraka. Elimu yako iwe baraka. Taaluma yako iwe baraka. Kipawa chako kiwe baraka. Biashara yako iwe baraka. Nafasi yako iwe baraka. Cheo na madaraka viwe baraka. Huduma yako iwe baraka. Karama na kipawa chako pia viwe baraka. Viwe baraka. Lakini kinyume cha hayo, kile ambacho ninakiona leo, elimu ya mtu fulani inaweza ikawa ni maumivu kwa watu wengine. That's the problem. Lakini pia taaluma ya mtu fulani inaweza ikawa ni maumivu kwa mtu mwingine. Unaonaje kama profesa ambaye ni daktari na anajua anazeeka, ana miaka 70, ana miaka 60, ana miaka 50, amepangiwa mtoto mdogo wa kike, profesa mbabu,
amepangiwa mtoto wa kike kwenye internship ya udaktari, na profesa anaanza kumtaka kimapenzi huyu binti, na binti anakataa, na halafu profesa anamfelisha, akijua Afrika tuna shida ya udaktari ya madaktari, akijua kwamba na yeye pia amezeeka, lazima taaluma yake hakikisha anaiambukiza, anaipeleka kwa mtu mwingine. Vipi juu ya elimu yako inapokuwa mwiba? Na huyo binti anayenyanyaswa kingono ni binti ambaye pia pengine ni mtoto yatima, amesoma kwa chenchi ya jeneza na sanda ya baba yake, mama yake ni mjane, ni firstborn, pengine ana wadogo zake 7 hapo nyuma wanamwangalia kama sister yuko shuleni, amesoma shule za shida za kijijini, Senti Kayumba mnaziita. Lakini leo anakutana na mtu ambaye elimu yake inakuwa tu si mwiba kwa huyu binti, ni mwiba kwa jamii zima inayomwangalia na kijiji alichotoka. Lakini kwa Watanzania au Afrika ambao watakosa daktari kesho, mikono ya huyu binti ikiandaliwa vizuri, unategemea ni roho ngapi zitapona kupitia kwenye hiyo mikono. Kwa hiyo nasema hivi, elimu yako iwe baraka, taaluma yako pia iwe baraka, kipawa chako kiwe baraka. Lakini naona kuna kipawa cha watu ambao ni uchungu, ni msiba kwa watu wengine, biashara na utajiri na fedha ambazo pia zinakuwa ni mwiba kwa watu wengine. Lakini nafasi na cheo, hasa nafasi na cheo ambacho ni mwiba, ni kugandamiza, ni kunyang'anya haki, ni kukataa kila kitu. Umepewa nafasi ni mkurugenzi, umepewa nafasi ni manager, umepewa nafasi kwenye kuongoza taasisi, kampuni, jamii inayokuzunguka, umepewa uongozi, una cheo, una madaraka. Angalia, madaraka yako ni baraka kwa watu wengine au ni msiba na maumivu kwa watu wengine. Lazima uangalie vizuri, nawe uwe baraka. Unajua kuna watu ambao hata Mungu anashindwa kuwabariki, kwa sababu hata kama amewabariki, unaweza ukabarikiwa ukapanda alafu ukaanguka ukapasuka vipande vipande, kwa sababu you are not a blessing, wewe si baraka. Kwa hiyo tunasema lazima uwe baraka kwa watu wengine. Kama unavyoona hili bango hapa, lazima uwe baraka, elimu yako iwe baraka, kila unachokifanya uwe baraka. Hicho ndio kitu ambacho Mungu anasema na Ibrahim katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 12 mstari wa 2. Watu wengi na Wakristo hasa mnapenda baraka za Ibrahim, na mnaomba na kutoa sadaka na kufunga, na hata mafungo ya mwaka huu unaendelea kuomba Abraham blessings, baraka za Abraham. Lakini nataka nikuambie baraka za Ibrahim ni pamoja na wewe kuwa baraka. Lazima uwe baraka. Mungu akikupa nafasi ya kusimama mahali, uwe baraka kwa ajili ya watu wengine. Sio unapewa nafasi ya kusimama mahali na unakuwa maumivu, unakuwa mwiba, unakuwa msiba, unakuwa mahangaiko. Unaamini ya kwamba ni lazima washushe wengine ili upande. Una imani hiyo na falsafa hiyo ya kishetani. Unaamini ni lazima uwaumize wengine ili ufurahie. Haiwezekani. Ni lazima uwajeruhi wengine ili wewe upone. Hicho kitu hakiwezekani. Ni lazima ujue kwa hakika ya kwamba Mungu akikubariki, na kama Mungu ameamuru baraka katika maisha yako, hakikisha unakuwa baraka kwa wengine. Mabibi na mabwana, Ibrahimu alianza kukimbiza ndoto yake akiwa na umri wa miaka 75. Ibrahimu alianza kukimbiza ndoto yake akiwa na umri wa miaka 75. 75 ndio alianza kukimbiza ndoto yake. Hata wewe bado hujachelewa, unaweza ukaanza kuikimbiza ndoto yako katika umri ulio nao. Hata wale ambao mmeritaya, umri wa miaka 75 kwa Tanzania na kwa Afrika ni umri wa retirement. Kwa hiyo retired but not tired. Ibrahimu alianza kuikimbiza ndoto yake akiwa na umri wa miaka 75 kama inavyoonekana pale, na Mungu alimwambia Ibrahimu,
kuwa msimu wa kukaa na watu wa nyumbani kwake na nchi yake umeisha. Sasa alitaka kubadilisha mfumo wa kimsimu katika maisha yake. Anaanza safari mpya katika maisha yake na umri. Kwa hiyo kuna watu ambao wana umri fulani wanaogopa kuanza marathon. Wanaogopa kuanza safari ya kuelekea mahali ambako Mungu amekusudia wao waende, safari ya kuelekea kwenye kusudi, kutoka kwenye msimu au misimu kwenda kwenye kusudi. Mtu ambaye ana umri wa miaka 75 amepita kwenye misimu mingi, lakini anakwenda kwenye kusudi. Chase your dreams, kimbiza ndoto yako. Chase your dreams na kimbiza ndoto yako. Kiangalia unaweza ukaona namna ambavyo huyu ndugu anaanza safari ya kuendelea mbele kwa nguvu, kukimbiza ndoto yake. Anza safari yako ya kuendelea mbele kwa nguvu ukikimbiza ndoto yako. Chase your dreams. Tunazo dreams mbalimbali. Sasa hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Unapoanza mbio za kukimbiza ndoto yako, lazima ukubali kuacha dhambi. Naposema chase your dream, lazima uache mambo mengine ya kipuuzi, ya kishamba. Achana, hakuna ushamba kama kufanya dhambi. Kabisa. Lazima uelewe hili. Hii ni Kwaresma. Unapoanza mbio za kukimbiza ndoto yako, lazima ukubali kuacha dhambi. Lazima uache, acha chuki, acha chuki, acha kinyongo, acha kisasi, acha ghadhabu, acha uasi, kiburi, hasira, masengenyo, uvivu, unafiki, uchawi, ushirikina, uzinzi, ulevi, uzushi na kadhalika, na uongo na utapeli, maneno ya hila. Dhambi ni dhambi inayoweza kutesa maisha ya kwako, na wakati mwingine hizi ni dhambi za jumla, lakini kuna dhambi ikuzingayo kwa wepesi. Katika kitabu cha Waebrania ule mlango wa 12 mstari wa kwanza, Ebrania 12:1, Biblia inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tuna mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kama ni mhubiri, una mashindano, na ni lazima ushindane na kufikia kwenye malengo ambayo Mungu amekusudia katika maisha ya kwako. Na hii ndio kitabu hicho cha Waebrania anapozungumzia, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Sasa kuna chuki, kuna kinyongo, kuna kisasi. Nachozungumza hapa, kuna uvivu, kuna unafiki na mambo mengi. Lakini katika hizi dhambi hapa, kuna dhambi ambayo inakuwa imemshikilia mtu. Yaani kuna mtu ni muongo tu, hata furahia, hataweza kuongea ukweli akapata amani. Anaishi fake life, maisha yake yameshikiliwa na uongo. Kuna wengine wameshikiliwa na zinaa. Kuna wengine wameshikiliwa na ushirikina. Yaani hata kama ameokoka, lakini lazima awe na vitu vya ushirikina. Akija kwenye maombi anataka kama vile umfungie kiudongo aende nacho. Yaani umpe kitu hata kama ameokoka, lakini ana hiyo spirit ya ushirikina kabisa. Lakini kuna watu wengine ambao wana kisasi. Akikuweka hapa, oh my God, atahadisia na watoto, atawaapiza na watoto, wawaambie na watoto wao juu ya kisasi na uchungu na hasira na ghadhabu. Tuna mbio tunazopiga. Kila mwanadamu duniani ana mbio. Ndio maana tunasema chase your dream. Una mbio. Biblia inasema mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Una mashindano katika mafanikio, na mashindano ya kufikia kwenye fursa, ya kufikia kwenye furaha, kwenye upendo, kwenye familia, kwenye kazi, biashara, amani, ndoa, elimu, imani, ibada na mambo mengi, karama, vipawa, uongozi, siasa. Una vitu ambavyo
unapiga mbio kwavyo, na Biblia imeainisha kwamba ni mashindano. Na katika mashindano haya, katika kipindi hiki cha Kwaresma, ni lazima uondoe ile dhambi ikuzingayo kwa wepesi. Nikizungumza mashindano namaanisha nini? Ukiwa mhubiri, usifikiri unahubiri una ushindani. Kuna watu wako porini wanajichimbia, wanautafuta uso wa Mungu. Benjamin, they are very serious. Wakija hapa mjini, wewe utaonekana kapuku tu. Hata ukihubiri, nobody will understand. Watu wanasikia. Kwa hiyo lazima ujue kwenye taaluma yoyote ulionayo, kuna watu wako hapo nyuma wanakuja kwa kasi. Unajifanya wewe ni mwanasheria nguli. Kuna wanasheria wanakuja, wako law school wanamalizia. Mwaka huu wanapata muhuri, hutaamini. Hutaamini. Unajifanya wewe ni mfanyabiashara. Kuna wafanyabiashara saizi wananyonyea biashara kwenye ziwa la mama wa Kichaga, hutaamini. Ngoja amalize kunyonya. Mama yake anaitwa Mkambusha. Yaani anamnyonyesha mtoto wake sokoni. Kitoto kinanyonyea sokoni. Wewe jifanye na biashara vyako hapa uone. Kwa sababu ya mbio tunazopiga. Unajifanya wewe ni brain. Kuna brain zinakuja za Kihaya zimekula senene. Hutaamini. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kuna brain za Kimasai zinakuja, yani zinakuja vibaya mno. Watu wenye IQ ya hali ya juu wanakuja. Unajifanya leo kwamba una taaluma, unajifanya leo una taaluma ipi, una karama ipi? Lazima na ndio maana mara nyingi watu huwa wanaanguka, kwa sababu akishafika kwenye level fulani huwa anaamini yuko pale. Hata kidogo. Kuna watu ambao wako nyuma. Biblia inasema, hebu rudisha ile picha pale. Anasema kwa sababu ya mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa sababu ya mashindano yaliyowekwa mbele zetu. Pengine ningepata nafasi, ningefundisha juu ya mashindano yanaanzaga kabla mtu hajazaliwa. According to biology na science, mashindano huwa yanaanza kabla mtu hajazaliwa. Labda nitapata nafasi ya kufundisha hilo somo la mashindano na kwa nini mashindano juu ya uso wa nchi. Na mtu mmoja kabla hajazaliwa ameshinda mamilioni ya watu. Na tutaangalia kidogo labda pengine juu ya sperm count, namna gani mambegu ya mamilioni yanapotoka wakati yanakimbilia kwenda kwenye yai la mama na mtu anapotungwa ili azaliwe. Kuna mtu mmoja ameshinda maelfu ya watu, milioni 40 za watu, milioni 100 za watu, mamilioni ya watu ambao ameshinda kabla hajazaliwa. Sasa maisha ni ushindani. Na kuna mbio ambazo tunapiga. Kuna waombaji wanakuja kwa kiwango cha hali ya juu. Kuna waimbaji wanakuja kwa kiwango cha hali ya juu. Kuna wafanyabiashara wanakuja. Kuna charisma leader. Unaweza ukatubabaisha leo na visiasa vyako vya kigugumizi. Mara umekumbuka hoja, mara umesahau. Lakini kuna watu wanakuja very speedy charisma leaders. Watu wenye uwezo wa kuongoza. Wewe umeteuliwa, umepigiwa kura, umekuwepo kwenye uongozi, unafikiri ni wambegu. Si wambegu. Kuna wanaokuja. Kwa hiyo kama ni hivyo, use this Kwaresma. Rudisha tena hilo bango hapo la speed, la mbio. Use this Kwaresma kujua wewe ni dhambi gani inayokuzinga kwa wepesi. Lazima uelewe. Lazima ujue wewe ni professional katika lipi kwenye Kwaresma ya mwaka huu. Kuna professional ambao ni wa matapeli. Unajua tu kuna kidhambi kinachokutafuta. Umbea, uongo, hasira, vinyongo, chuki. Ni professional. Yaani tukiita watu ambao ni professional wa chuki, lazima utokee pale. Kwa hiyo Biblia inasema juu ya kupona. Lakini na dhambi iliyomzinga Ibrahim kwa wepesi ni kuabudu sanamu. Yaani katika kitabu cha Yoshua, dhambi iliyomzinga Ibrahim kwa wepesi ni kuabudu sanamu. Kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 2.
Joshua 24 mstari wa 2, Biblia inasema Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine. Kwa hiyo Ibrahimu, dhambi iliyokuwa inamtesa, ambayo Mungu ilibidi amuhamishe nchi na kijiji. Lakini kuna dhambi inayokutesa mpaka unapaswa uhame mji na kijiji na nyumba na boma. Ibrahimu alikuwa anateswa na dhambi ya ushirikina kama inavyoonekana kwenye hilo bango hapo. Alikuwa anamwabudu sanamu. Hapo anachoma mauvumba, manini, anachoma maubani, ameshikiliwa na ibada za sanamu. Wanaabudu masanamu hayo, mang'ombe yenye pembe. Alitumikia hii dhambi kwa msimu wa miaka 75. Stronghold season. Stronghold season. Stronghold season. Na mimi nataka niseme kuna watu ambao wametumikia dhambi ya aina fulani na ni stronghold kwao, inawashikilia, imejenga ngome katika maisha yao. Na Mungu anamwambia Ibrahimu, you must go, no way, lazima utoke mahali ambako umekaa kwa miaka 70 na umetumikia hiyo dhambi ya miaka 75, lazima uondoke hapo. Na ninapozungumza juu ya stronghold season, yani wakati unaokushikilia, wakati au msimu wa dhambi uliojenga ngome katika maisha yako, nazungumza jambo kubwa sana. Nazungumza jambo kubwa sana. Lazima uangalie wizi, utapeli, maneno magumu, uongo, uzushi na mengine mengi, rushwa, hila, uovu ambao umekaa katika moyo wako na umeshikilia huo msimu, unashikilia maisha yako. Na ni very strong. Kwa Ibrahimu ilikuwa ni very strong. Ameabudu miungu miaka 75 tangu anazaliwa. Anakuta ibada ya sanamu, anakuta madhabahu za Baali nyumbani kwao, anakuta watu wanaabudu vitu. Kila nyumba ina mungu wake. Wana miungu zaidi ya maelfu kwenye mji mmoja, na Mungu anataka kuabudiwa. Ili awe Mungu wa Ibrahimu, ilibidi amuondoe kwenye hicho kijiji, amuondoe kwenye nchi, amuondoe kwenye boma, ampeleke mahali pengine. Akaanza safari ya kuikimbiza ndoto yake. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akusaidie. Kila mtu ana ndoto yake, elimu, biashara, huduma, karama. Kuna mahali ambako unaanza. Lakini nazungumza juu ya anza safari ya baraka za Ibrahimu kwa kukataa chuki za kifamilia na kupandikizwa hadithi za kurithishwa, chuki yaani propaganda nyeusi za familia. Family black propaganda. Family black propaganda. Na nitazungumza juu ya black propaganda. Propaganda nyeusi na maisha ya kwako. Anza safari ya baraka za Ibrahimu kwa kukataa chuki za kifamilia na kupandikizwa na hadithi za kurithishwa, chuki yaani propaganda nyeusi za familia na family black propaganda. Kwa nini Ibrahimu anaondoka kwenye familia? Ni kwa sababu ya family black propaganda. Wanapoambizana juu ya miungu, ya kwamba hii ndio miungu yetu, haya ndio maisha yetu. Na katika kitabu cha Mithali ule mlango wa 1 mstari wa 10, kitabu cha Mithali ule mlango wa 1 mstari wa 10, Biblia inasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Na hii ndiyo safari. Anza safari ya baraka za Ibrahimu kwa kukataa chuki za kifamilia za kupandikizwa na hadithi za kurithishwa, chuki yaani propaganda nyeusi za familia, family black propaganda, ili ufanyike kuwa baraka. Unaona hapo propaganda nyeusi, kuna chuki, kuna kisasi, kuna kinyongo, kuna vitu vingi. Umebeba kitu kikubwa kwenye maisha ya kwako. Una dream, ni engineer, ni daktari, ni mhubiri, ni mchungaji,
ni padri, ni askofu, umebeba vitu na kuna mahali unaenda. Kama kuna shida kwenye maisha ya watu walio wengi, ni propaganda nyeusi from the family. Black propaganda from the family. Propaganda nyeusi kutoka kwenye familia. Mambo ambayo watu wameambizana. Kuna hadithi ambazo mama anaweza akahadithia watoto wake. Kwa mfano, anambia baba yenu alinitesa sana mwaka wa 60, anakuja kueleza leo mwaka wa 70 ngapi ulipozaliwa baba yako alikuwa na mchepuko, tena ofisini kwake alikuwa anaitwa siju fulani, alinitesa, niliteseka. Unapandikiza chuki itakayoleta shida kwa watoto. Watoto watashindwa kumheshimu baba yao, watashindwa kufanya yale ambayo baba yao anapaswa kufanyiwa kama baba, na yalishapita. Ndio hizo nazosema stronghold season. Hizo stronghold season ambazo zimehold mioyo ya watu walio wengi. Kwa bahati mbaya sana ni wanaume wachache wanaohadithiaga watoto mambo ambayo walipitia kwenye ndoa. Wanaume, si kwamba wanawake wazingui, mnazingua vibaya mno pamoja na mawigi yenu. Kuzingua mnazingua sana mama Mmari, si kwamba mzingui. Lakini bahati mbaya sana mioyo, au bahati nzuri sana mioyo ya wanaume haikuwekwa kueleza watoto vitu. Sasa mama amesevu, akamaliza akaweka password, akamaliza akasevu tena, akahakikisha kwamba hakuna kirusi kinaingia kwenye hiyo server, na ameweka Google. Yaani amesevu huko mawinguni kwenye space, amesevu. Ni kueleza tu watoto, na hata waeleza mara nyingi wakiwa wanalipiwa ada na baba, na hata ngoja baba amemaliza kazi yote ya ada, amemaliza university, sasa mtoto ameenda Marekani, mtoto ana kazi, daktari bingwa, mhubiri, ndio mama anamuita sasa kuanza kumweleza habari ya propaganda nyeusi. Inawezekana ni kweli, inawezekana ni uongo, inawezekana ni hisia, lakini mistake ambazo zimetokea kwenye familia sio lazima tusafirie kivizazi mpaka wajukuu. Mpaka wajukuu. Mimi nimekuta wajukuu. Mimi nilikuta kesi moja, ni mchungaji. Mchungaji wanaanziaga mbali huko, anaanzia akiwa mwalimu. Na huyu mchungaji alianzia wito wake, alianzia akiwa mwalimu. Na kule kwenye ualimu baadaye akaja akaitwa akawa mchungaji. Akatumika ndani ya uchungaji miaka 30. Lakini la ajabu, mama mchungaji anakumbuka na anawaeleza watoto dhambi ya baba yao. Alikuwa na mchepuko mwalimu mwenzake kabla ya kuwa mchungaji. Wale watoto sasa hawakupokea kwamba ni kabla baba yetu hajawa mchungaji, wakaamini kwamba baba alifanya akiwa mchungaji. Watoto wakaanza kuvuta bangi, wote wakawa na ukichawa hali ya juu. Wanasema kama baba yetu alifanya hivi akiwa mchungaji. Nani amesema? Mama. Mama, hapana, mlikosea, hamkusikia vizuri, alikuwa hajawa. Too late, bangi imeshaenda kichwani. Too late time. Wengine familia ikaharibikia hapa. Watoto wanakimbiza ndoto zao. Wewe unaanza kuja kueleza habari ya mchepuko wa mume wako. Kwani wewe ilikuwaje? Hebu punga mkono pamoja na mimi. Hallelujah. That is not good at all. Au maumivu yoyote ambayo umewahi kusababishiwa. Na ukumbuke pia mama, watoto wako ni ndoto yako. Let them go. Waache waende pale ambako Mungu amekusudia waende, no matter the weaknesses ambazo zipo katika familia. Washindi wachache wangesema amina, alafu angempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Hizo ni propaganda za chuki, na chuki ikiwekwa na watu fulani kwenye mioyo ya watu, hiyo chuki haiwezi kuondoka. Na chuki zinazotengenezewa propaganda. I remember nilikwenda kuhubiri moja ya nchi hizi za East Africa kwenye kanisa la Kianglikana mwaka wa 2002. Nisikilize sawa sawa. Na nikiwa pale, kijana mmoja akaja. Kijana mmoja mwenye future sana. Amejitahidi, amesoma, amemaliza masomo yake ya form 6, amefaulu kwa ufaulu mzuri. Ana malengo makubwa sana kwenye maisha yake. Akatafuta audience na mimi. Na nikakaa naye, nikamsikiliza, na akataka ushauri. Akanambia, mimi nina dada yangu yuko Marekani. Na yule dada yangu ambaye yuko Marekani
Kwa bahati nzuri sana mchungaji anatupenda sana, anatupenda sana sana, wala sio kidogo. Amecheza bahati nasibu na akapata nafasi ya kupata green card, uraia, na aliandika jina langu, na bahati nzuri nimepata hiyo green card, ninayo. Ananionyesha, ananiambia mimi ni raia wa Marekani mchungaji, lakini na ndoto ya kwenda kusoma elimu yangu ya chuo kikuu huko, lakini na dada yangu yuko tayari kunisomesha, lakini kwenye familia kuna ugomvi. Nikamwambia wa namna gani? Akaniambia dada yangu ni mtoto wa baba mdogo, na dada yangu ni mtoto wa baba mdogo na mimi ni mtoto wa baba mkubwa. Sasa dada yangu wao walizaliwa wasichana watupu, walizaliwa wasichana watupu. Huyo dada yangu huyo kwa baba yangu mkubwa, mimi ni mtoto wa baba mdogo, dada yangu ni mtoto wa baba mkubwa. Kwa baba mkubwa walizaliwa wasichana tupu, wako wasichana 9, na sisi kwa mama yetu tumezaliwa wavulana tupu, na mimi ni mvulana wa kwanza na wadogo zangu wako hapo. Kwa hiyo sasa mama yangu anasema mama mkubwa ndio alimroga akakosa mtoto wa kike, kwa hiyo amezaa watoto wa kiume tu kwa sababu amerogwa. Afrika hiyo, utafikiri yeye ndio anakwenda kupanga nani azaliwe kwenye tumbo la mtu. Unajua dunia ina vitu vya ajabu. Lakini si hivyo, kuna mdogo wetu mmoja ambaye amezaliwa na autism. Mama anasema mama mkubwa ndiye amemloga. Kwa hiyo mama mkubwa mama ametuapiza tusishirikiane asilani, akiwa hai au akiwa mfu, na watoto wa mama mkubwa na watoto wa baba mkubwa, na watoto wa baba mkubwa wanatupenda. Huyo dada yangu mkubwa yuko Marekani, wao hawana mvulana kwao. Kwa hiyo ananiambia kila siku, wewe ni kaka yangu, ndiye utakaye nisaidi, wewe ni kaka yangu, siwezi kukuacha, wewe ni kaka yangu. Ananipenda mno, lakini mama amenizuia. Propaganda nyeusi za familia, black propaganda. Nikamwambia kwa hiyo, ananiambia kwa hiyo dada yangu ameshanipelekea tiketi ya kwenda Marekani. Nimekataa kwenda kwa sababu mama amenikataza, na nyumbani kwetu ni masikini wa kutosha. Navyoongea na wewe hapa ni nyumba ya nyasi na tope, na dada yangu ameniambia nataka nikusaidie wewe ili wasaidie hao kaka zangu wengine. Nyie wote ni kaka zangu, sisi tumezaliwa wasichana, ninyi mmezaliwa wavulana, Mungu ametupa ninyi. Hayo makofi hayatoshi, pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hebu weka hilo bango hapo la propaganda nyeusi. Umeona black propaganda? Dogo anatakiwa kwenda mahali ambako Mungu anamkusudia aende, Marekani, aende akasome, ana future, ana bright future, ana mlango uliofunguliwa. Chuki za familia, propaganda nyeusi, mawazo ya uchawi na vitu vingine vya Kiafrika vinamzuia pale. Basi nikamwambia excuse me. Ilikuwa ni kanisa la Kianglikana. Nikamwomba namba ya simu ya huyo dada yake yuko New York, tena yuko New York UN, yuko New York, anafanya kazi Umoja wa Mataifa. Nikamwomba padri anipe simu, nikapiga simu, nikaongea naye, nikamwambia sister, huyu mdogo wako amekuja kwenye pastoral care counseling na nimemfanyia ushauri na nimemwambia lazima akubali kuifuata hiyo ndoto na kuikimbiza ndoto yake. Tafadhali unaweza kumsamehe ukampa another chance ya kuja Marekani? Akasema huyo ni kaka yangu mchungaji, ninampenda. Sema ni hayo mambo yaliyopo kwenye familia na hizo chuki zilizopo kwenye familia. Nikamwambia bwana, Ibrahimu alipoondoka kwenda kumchinja Isaka hakumwaga Sara. Unajua kuna vitu vingine unaaga na vingine hauagi. Baraka za Ibrahim ni pamoja, wakati mwingine kama unaziendea kisawasawa una haja ya kuaga, utajua baadaye. Kama Ibrahimu hakumwaga mke wake kwamba nachukua mtoto na kisu na moto na kuni naenda kuchinja, pasinge kalika. Nikamwambia my dear friend, andaa kila kitu, just go. Kwa hiyo yule dada akanikubalia, akatuma tiketi, baadaye akamtumia tiketi na kila kitu, akaondoka asubuhi. Nikamwambia ondoka asubuhi kama unaenda somewhere,
Tena begi lako liache kwa shangazi kijiji cha pili. Ukiamka unaliamkia huko huko. Naondoka. Begi gani kwanza unaondoka nalo huko kijijini kwenye nyumba ya nyasi? Kuna begi la kupeleka Marekani, unaondoka kibingwa. Akaondoka hivyo. Akaenda. Dada yake akampokea, alikuwa ni brain kweli kweli. Akampeleka shule, akasoma, akamaliza. Mungu akamsaidia. Yule kijana akawa bright. Mama yake anasema atarudishwa na jeneza hapa, atarudishwa na jeneza. Mungu anasema laana ya watu isiyokuwa na haki haiwezi kumpata mtu hata siku moja, hata siku moja. Lakini baadaye Mungu akamfanikisha. Nataka kufupisha kwa kusema Mungu akambariki, akamaliza masomo yake mpaka akamaliza na PhD Harvard University. Then ameajiriwa. Mungu akambariki sana. Na kwa sababu ni raia anaweza kuingia na kutoka, Mungu akasaidia wakati akiwa likizo, ana fedha za kutosha, akaja nyumbani. Anakuja sasa kumuona yule mama ambaye ameshaapiza na kuchimba makaburi. Yaani kila siku asubuhi akiamka anachimba kaburi mpaka mvua inanyesha inalifukia, anachimba la pili. Na hakuna kilichotokea. Na yule dada alisema mimi nimemsaidia mdogo wangu. Mungu, only God knows. Propaganda nyeusi ni Mungu peke yake asimame hapo katikati ahamue. Washindi wachache wangesema amina. Alivyokuja sasa amefika pale nyumbani akamwambia mama, mimi niliondoka bila kukuaga, naomba unisamehe. Amepita kwa padri, amekuja na padri. Na najua Wakatoliki, mapadri wa Katoliki na wa Roman Katoliki wana chetezo. Kwa hiyo padri amekuja kabisa na chetezo kama kuna shetani. Hayo amekuja pale padri na mavazi yake. Anamwambia mama, usijaribu kufunga mlango wa baraka hii ambayo Mungu ameileta kwenye nyumba yako. Kwa kumwogopa padri yule mama ikabidi apige magoti. Padri akamuungamanisha sala ya toba, akamtangazia msamaha wa dhambi. Kijana akaanza kufumua nyumba. Jenga nyumba pale kama haieleweki. Fanya project mbalimbali. Wadogo zake alikuwa ameshawasapoti. Hela alikuwa anapitisha kwa padri. Mama anasema asisomeshe mdogo wake, hela yoyote inayotoka kwake isiguse mtoto wangu. Yule dogo anapitisha fedha kwa padri. Padri anamwambia ni mchango wa kanisa, tuna support watoto, kwa hiyo watoto wako ni kipaumbele kwa sababu tunakuona una matatizo, ni maskini. Mama aliamini siku zote ni padri. Watoto wamesoma, wako university, padri anamwambia na ada za watoto wako wengine wote ni huyu amelipa. Propaganda nyeusi. Baada ya hapo ameleta project nyingi kwenye familia na kwenye kijiji. Baada ya muda kidogo sasa, mimi nilikuja kukutana nao New York. Yule kijana ameoa na kwa kweli miaka ilipita lakini hakuwahi kunisahau. Kwa hiyo kwenye alipooa baadaye Mungu akampa mtoto. Kwa hiyo wakati wa kubatiza lazimika niende huko New York. Sasa kwenda na mama bibi ameletwa sasa New York. Yule mwapizaji amepanda na ndege, amekwenda New York. Wanashiriki kwenye ubatizo lakini pia kumlelea mwali alipojifungua na kumwangalia mjukuu. Na bibi alikaa pale miezi 6 amekaa pale na ana furaha. Nikamwambia bibi, unajisikiaje? Akaniambia acha tu mchungaji, shetani ni shetani tu. Shetani ni shetani tu. Lakini ile family wale watoto bahati nzuri watoto wake wengine ameshawaleta kwenye state mbalimbali, lakini pia na wale wa baba mkubwa tukakutana kwenye family party for the first time. Unajua umaskini nao una uchungu wake. Umaskini una ugoro wa uchungu unapandaga humo ndani. Na chuki ya maskini akinyunyiziwa, chuki inaingia vibaya mno kwenye moyo. Kwa hiyo nataka nisungumze hapa juu ya propaganda nyeusi ambazo zinafunga maisha ya watu. Na maliza kwa kusema nawe uwe baraka. Yule binti pamoja na mapropaganda yote alikuwa baraka. Siku tulipokutana New York, kila mmoja analia machozi akiangalia namna ambavyo Mungu amefanya. That is a blessing. Nawe uwe baraka. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninakutangazia kwenye madhabahu hii, nawe uwe baraka kwa jina la Yesu. Washindi wachache wangesema amina. Maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Nawe uwe baraka. Be a blessing. Na washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Ninaomba usimame. Naomba usimame. Maombi mtaomba jioni na Benjamin.
Naomba usimame. Jambo moja tu nataka ujiombee. Mwambie Mungu, ninaomba unifanye kuwa baraka, nami niwe baraka. Inua mkono wako juu, funga macho yako, sema pamoja nami: Bwana Yesu, nimesimama mbele za uso wako leo. Ninakuomba Bwana, unibariki kiwango cha kuwa baraka, nami niwe baraka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maisha yangu yawe baraka. Nirehemu Bwana, nisamehe Jehova, ondoa dhambi nizingayo kwa wepesi, lakini unipe neema ya kuikimbiza ndoto yangu, nami niwe baraka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu omba kwa dakika moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, ninasimama mbele za uso wako tena asubuhi ya leo. Nami ninawaombea watoto wako walioko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Na mimi ninakusihi Bwana, watoto wako wawe baraka. Wabariki kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kiwango cha kufanyika baraka. Nami ninasimama kama mchungaji na kuhani, ninawatangazia watoto wako msamaha wa dhambi. Ni kweli ipo dhambi iwazingayo kwa wepesi. Ni kweli kuna propaganda nyeusi zilizoleta chuki na kisasi na kinyongo na hasira katika mioyo ya watoto wako. Baba, ninawafunika leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaficha katika mikono yako yenye makovu ya misumari. Hiyo chuki, hicho kinyongo, hiyo hasira iliyokuwa ndani ya watoto wako ikapate kuondolewa. Ninaziombea nyumba na familia zilizofarakana na chuki na vinyongo na visasi. Bwana, ukapate kuwapatanisha kwa damu ya Yesu. Jehova, kwa resma hii ninamwombea kila mmoja, warudishie afya wale ambao ni wagonjwa, wenye mateso, wenye huzuni. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninawabariki watoto wako asubuhi ya leo. Ninaachilia nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa kiroho ukapate kuwafunika watoto wako. Leo ni siku ya 12 ya mafungo yetu katika siku 40 za Kwaresma. Ninaomba Bwana, sikia maombi na sala na dua ya manuizo na nia njema za maombi na mafungo ambayo watoto wako wanafanya. Bwana, na ibarikiwe siku hii ya leo na uso wako uende nasi. Ninaomba sasa usibariki Mungu Mwenyezi kazi za mikono yetu. Utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waliobarikiwa waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi. Naomba ukae katika kiti chako cha muujiza.